بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 27 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya risala ya usul sunna li Abi Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. لفكية قول المصنف رحمه الله تعالى قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء الآية. ومثل والسماوات مطويات بيمينه وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. جزاكم الله خيرا. قال الشيخ حفظه الله: قوله وما نطق به القرآن والحديث أي نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء وردت في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية. أهل السنة والجماعة katika itikadi yao ni wenye kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, majina na sifa ambazo amejithibitishia mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala au akamthibitishia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo iwe majina hayo na sifa hizo ziko katika Qur'an tukufu au katika sunna na ahadithi za mtume sallam zilizothubutu, ahlus sunnati wal jamaa kwa wao ni wenye kuthibitisha kama alivyojithibitishia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huu ni msingi adhimu ambao ni wajib kwa kila Muislamu kuitakidi kwa kila sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia nafsi yake, ni wajib kwetu sisi Waislamu kumthibitishia kama alivyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Na kila sifa ambayo kwa mfano Allah subhanahu wa ta'ala amethibitishiwa na mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sunna sahiha, bila ya kufarikisha kuwa hii ni mutawatir wala ahad, maadamu ni sunna iliyothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi na sisi pia tutathibitisha. Kwa hivyo huu ni msingi adhimu katika misingi ya i'tiqadi ya ahli sunnati wal jamaa. nuthbitu al-ma'na wa nanfi al-kayfiyya, tuthibitisha maana na kukanusha namna. Bimaana ile maana ya sifa yaeleweka, lakini namna ilivyo ile sifa hatujui, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakutueleza hilo. Lakini maana yake lile neno akituambia tuelewa, kama tutakavyoona hapa mbele maneno ya Imam Malik rahimahullah. وهذه هي طريقة السلف الصالح، na hii ndiyo njia ya wale wema waliotangulia.
فهم يتجنبون في باب الإثبات التمثيل والتكييف. سلف الصالح wajiweka mbali katika mlango wa kuthibitisha. Wanapothibitisha majina au sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hujiweka mbali kabisa na kumfananisha Allah na viumbe wake, au kuzipa namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala akasema ziko namna hii au namna ile. Haya mambo mawili salafu salih walikuwa wakijiepusha nayo. وفي باب النفي التحريف والتعطيل, na katika mlango wa kukanusha salafu salih wao walikuwa wakikanusha sifa ambayo Allah amejikanushia nafsi yake au mtume wake sallallahu alaihi wasallam ameikanusha na kuikataa sifa kama ile, lakini haiwapelekei wao katika kupotosha na kupindisha maana ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala au kuzikanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. ويمرون النصوص أي يؤمنون بها ويثبتون معانيها. na salafu salih ni wenye kuamini na kuthibitisha maana ya zile nusus zilizokuja katika Qur'an na Sunna kama jaat, kama zilivyokuja. Kwa ikija nas ikathibitisha sifa fulani kama ilivyo katika dhahiri yake, yabakia vile vile. وأما الأسماء فهي مشتملة على معاني. أما majina yamekusanya ndani yake maana, bimaana kila jina katika majina ya Allah lina maana yake na limebeba sifa ndani yake. Na hizi ni qawaid muhimu sana katika i'tiqad ya Muislamu katika al-asma wa sifat. Sheikh Ibn Uthaymeen hizi qawaid amezieleza kwa kifupi katika sharh yake au utangulizi wa sharh ya Lum'at al-i'tiqad الإمام المقدسي. كذلك katika kitabu chake adhimu القواعد المثلى Sheikh Ibn Uthaymeen. Kitabu kuna dharura sana ya mwanafunzi kukisoma na kukielewa. القواعد المثلى na kitabu usomwa kabla ya al-aqida al-wasitiyya, ndio uelewe vizuri zaidi yale yaliyozungumzwa na Sheikh al-Islam rahimahullah katika al-aqida al-wasitiyya. Ni kuupitie mwanzo al-qawaid al-muthla, ujue misingi ya majina na sifa za Allah. Na alhamdulillah vitabu vyote hivyo viwili tushasoma hapa zaidi ya mara moja, al-qawaid al-muthla na al-aqida al-wasitiyya. طيب قال وأما الأسماء فهي مشتملة على معاني وليست جامدة بل مشتقة. أما majina ya Allah ndani yake yamebeba maana, wala sio majina jamida bimaana hayana sifa, ni jina tu. La, kullu ismin lahu subhanahu mushtamilun ala sifa. Kila jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala limebeba ndani yake sifa. Ataeleza mfano ili tuelewe. Ismu Allah, angalia lafdhul jalala Allah, na jina Allah mushtamilun ala sifati al-uluhiyya, ndani yake imebeba sifa ya uungu, anastahili kuabudiwa. Wasmu ar-Rahman, طيب ikiwa hata ukuangalia ukiambiwa ar-Rahman imebeba sifa gani? sifa gani? Ar-Rahma. Allah ni Ar-Rahman sababu ndani yake hili jina limebeba sifa nini? Ar-Rahma. Kwa mushtamilun ala sifati ar-Rahma. Wasmu al-Alim imebeba sifa gani? Al-Ilm, mushtamilun ala sifati al-Ilm. Wasmu al-Qadir mushtamilun ala sifati al-Qudra, ana uwezo Allah, ndio maana kitu Allahu Qadir. وهكذا بخلاف الصفات. na hii qaida ni katika upande wa majina pekee yake, si katika upande wa sifa. Bimaana kila jina ndani yake limebeba sifa, lakini sio kila sifa ndani yake imebeba nini? Jina, mpaka lile jina liwe limethubutu. Kutuseme kwa mfano sifa ya al-ilm,
ni sifa. Je, kuna jina Allah subhanahu wa ta'ala ameitwa linalomaanisha kuwa ni mwenye elimu? Naam, al-alim, kwa kuwa limekuja katika Qur'an na Sunna. lakini hapa akasema bi khilafi sifat ka sifati al-ghadab wa sifati ar-ridha fala tushtaqu asma'un minha. hizi sifa, kwa mfano sifa ya ghadhabu na sifa ya kuridhia, huwezi kutoa majina kutokana na sifa hizi. fal asma'u was sifatu tawqifiyya, majina na sifa za Allah ni tawqifiyya. nini maana ya tawqifiyya? qala fala yuqalu inna Allah ittasafa birridha fanaqulu min asma'ihi ar-radhi. hatusemi kuwa Allah asifika kwa sifa ya ridha, ya kuridhia, basi katika majina yake ni ar-radhi. la. wala yuqalu inna min asma'ihi al-ghadhib. la. katika majina yake al-ghadhib la. lakin al-asma'a mushtamilatun ala as-sifat, lakini majina ndio yana sifa. umeelewa hapa vizuri? haya. falqa'idatu 'inda ahli al-'ilm, sikiza hii qaida kama wafanya talkhis ya hayo maelezo yaliyoeleza. anna al-asma'a was-sifati tawqifiyya, majina na sifa ya Allah ni tawqifiyya. nini maana tawqifiyya? wa maana tawqifiyya, nikisema tawqifiyya maana yake nini? annahu yuqafu biha 'inda an-nusus, ni kuwa huruhusiwi kuthibitisha jina lolote kwa Allah, wala huruhusiwi kuthibitisha sifa yoyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka upate nas, imma aya katika Qur'an au hadithi iliyothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. فما ثبت في نصوص الكتاب والسنة لله تعالى من أسماء وصفات نثبته، chochote kilichothubutu katika Qur'ani na Sunna katika majina au sifa kasifiwa nazo Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi pia tuthibitisha. wama nufiya anhu fi nusus alkitabi was-sunnati numfihi, na kile kilichokanushwa katika Qur'ani na Sunna, kama kwa mfano lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. hizi ni aya zinazokanusha, zikataja kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuzaa wala hakuzaliwa wala hakufanana na yeyote katika viumbe wake, na sisi pia tukanusha kama alivyokanusha Allah na mtume wake. وما لم يرد نفيه ولا إثباته نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه. na kile ambacho hakikuja katika Qur'an kukikubali, kukithibitisha wala kukikanusha, sisi pia tutasimama vile vile kama vile ilivyokuja katika Qur'an na Sunna. kwa mfano hawa mu'attila wana neno wanalotumia kuwa ukithibitisha kuwa Allah yuko juu umethibitisha jiha, upande. je, hii lafdhi ya jiha imekuja kuungwa mkono au kukataliwa katika Qur'an na Sunna? la, haikuja kuungwa mkono wala kukataliwa katika Qur'an na Sunna. kwa na sisi pia hatuwezi kuikubali moja kwa moja wala kuikataa moja kwa moja. tutamuuliza huyu anayesema, kwani wewe wakusudia nini ukisema jiha, upande? Sema mimi nakusudia yuko juu. kama ni upande unaokusudia ni kuwa Allah yuko juu, hilo sisi tulithibitisha kuwa Allah yuko juu, mnafahamu sio? lakini kusema kuwa Allah subhanahu jihad kadha wa kadha, la, sababu ni lafdhi ambayo haikuja katika Qur'an wala katika nini, katika Sunna. kwa sisi tutaikubali ikiwa ina maana sahihi, ina maana ya usawa. kwa hivyo lafdhi yoyote ambayo imekuja katika Qur'an na Sunna kuthibitishwa au kukataliwa, na sisi tutakwenda kama ilivyokuja katika Qur'an na Sunna. na lafdhi yoyote ambayo itakuja haikuthibitishwa wala kukanushwa katika Qur'an na Sunna, na sisi pia tutatawakaf, kwa sababu tuenda na Qur'ani inavyotuelekeza na Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam.
na maelezo zaidi kama nilivyotaja utayapata katika hivyo vitabu nilivyovitaja. قال وطريقة الصحابة والتابعين ومن بعدهم أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل. أهل السنة والجماعة katika masahaba, njia ya masahaba na tabi'in na wale waliokuja baada yao katika Ahlus Sunnah wal Jamaa ni wenye kuthibitisha majina na sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuthibitisha ambako hakuna ndani yake kufananisha. Bimaana tukimthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano sifa ya ilmu, tusema kuwa Allah ana ilmu, kwani hakuna viumbe ambao wamesifiwa kuwa na ilmu? Wako, lakini ilmu yao ni sawa na ilmu ya Allah? La. Kwa sisi tumthibitishia Allah ilmu, lakini ilmu ambayo haifanani na viumbe wake. Allah ni mjuzi wa kila kitu, bikulli shay'in alim, bidun istithna, bikulli shay'in alim. Ama ilmu ya mwanadamu mahdud, ataulizwa swali tuseme hilo sijui hilo, sababu kuna mengine hayajui, kuna mwingine hayajui. Vipi watakuwa sawa hao wawili? Na hili lenda katika sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala wanazothibitisha Ahlus Sunnah kama zilivyokuja katika Qur'an na Sunna, hawafananishi na sifa za nani? Za viumbe. Fala yaquluna inna sifata Allah mithlu sifati al-makhluq, hawasemi kuwa sifa ya Allah ni kama sifa nani? Ya viumbe. Sasa pamoja na kuwa akida hii iko wazi na hivi ndivyo wanavyozungumza Ahlus Sunnah, lakini mpaka leo Ahlul Bid'ah wakizungumza utawasikia wasema nini? Hawamfananisha Allah na viumbe. Jamani, watu wapiga kelele huko wasema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Muna lazima kuwa mmefananisha. Mkuulize swali, hii aya yasema laysa kamithlihi shay'un, hana mfano wake Allah chochote, hana mithali yake chochote, kisha akasema wa huwa as-sami'u al-basir. Hii aya hapa ni kama ya kuambia wewe thibitisha sifa ya kusikia na kuona kwa Allah, lakini ujue laysa kamithlihi shay'un. Kwa ushahidi gani? Kwa ushahidi wa kuwa sifa hizi mbili vile vile zilivyokuja katika hii aya, Allah amemsifu nazo kiumbe wake alivyomuumba mwanadamu. inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Angalia vile vile sami' basir, na huku wa huwa sami'ul basir. Utakwenda wapi? Utasema kuwa laysa kamithlihi shay'un, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala anao sifa ya kusikia, anao sifa ya kuona, lakini sifa zake hizi mbili hazikufanana na sifa za waja wake. Kuona kwa mja kuna mpaka, kuna mahali yafikia haoni tena. Ukuta tu hapa sasa hivi nyuma yake mtu haoni kuna nini, lakini kuona kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aona kila kitu. Na kusikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yusikia kila kitu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Ahlus Sunna wao wakanusha kufananisha, hata mkawapagaza kuwafananisha. Huo ni uongo wenu ambao tumeuzoea Ahlul Bid'ah, sababu huwezi kuwa mubtadi' mpaka lazima uwe muongo. Usipokuwa muongo huwezi kuwa mubtadi'. Hivi ndivyo wanavyoishi na uongo. Ama Ahlus Sunna hawawezi kuwazulia uongo hata Ahlul Bid'ah. Wacha Ahlul Bid'ah kafiri, Myahudi ama Mnasara, haramu kumzulia uongo. Haifai kumzulia mtu jambo ambalo hajalisema. Qala wala takyifin, pia wathibitisha bila ya kuzipa namna. Fala yaquluna kayfiyatu sifati llahi kadha wa kadha, hawasemi kuwa namna ya sifa za Allah ziko hivi, tuseme sifa ya uso iko hivi na hivi, ama sifa ya mkono iko hivi na vile. La, hawasemi. Qala wayunfuna anhu an-naqa'isa wal-'uyuba nafyan bila tahrifin li alfadhiha wala maaniha wala ta'tilin lis-sifat, na ni wenye kukanusha kila aina ya upungufu na aibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kukanusha
bila ya kupindisha lafzi za Qur'an wala maana yake wala kukanusha sifa za Allah. Haiwapelekei wao kukanusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sifa za upungufu kuwa wakanusha sifa zilizothubutu kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ahli sunna wao wamejifunga na kile kilichokuja katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawatoki nje ya hapo. Bimaana huwezi kuja leo kwa mfano wewe ukathibitisha sifa katika sifa ukasema ni sifa ya Allah ukakubalika. Una ushahidi gani katika Qur'an na sunna? Lazima utoe ushahidi. Na kuna kitabu pia kizuri sana amekiandika Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah, fiqh al-asma' al-husna. Fikira amekitabu fiqh al-asma' al-husna. Pia hiki kitabu katika mukaddima wake ameweka qawaid pale, akazitaja na adilla nzuri sana zinazofungamana na asma wa sifat, kisha akaeleza majina ya Allah na maana yake. Maneno mazuri sana, kitabu kizuri sana katika mujalladi. Na pia kuna mukhtasar, katika ikhtisar pia na mukhtasar wake. Na hizo qawaid pia yeye mwenyewe amesomesha Sheikh hafidhahullah, amezisomesha katika durus. Ukienda utapata katika website yake durus, amesomesha mukaddima wa hicho kitabu chake, yeye mwenyewe amesomesha. Kwa pia hapo nimekumbuka inaweza kurejea ukapata faida nyingi sana zinazofungamana na asma wa sifat. Qala wala yulhiduna fi asma'i llahi wa ayatihi, katika yale ambayo wanayo ahli sunna ni kuwa wao hawafanyi ilhad, hawapotoshi majina ya Allah subhanahu wa ta'ala wala aya zilizokuja katika kueleza majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah ta'ala dhamma alladhina yulhiduna fi ayatihi, Allah subhanahu wa ta'ala amewasimanga wale wanaofanya upotofu, wanaopotosha ukweli wa aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina, hakika wale wanaopotosha ukweli uliomo katika aya zetu hawafichikani kwetu sisi, twawajua. La yakhfawna alaina. kisha akasema afaman yulqa fi an-nari khairun am man yati aminan yawm al-qiyamah, je atakayetupwa motoni ni bora au atakayekuja na amani siku ya kiyama? i'malu ma shi'tum, hapo i'malu yulqa shiftuko gani uandika i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir, tendeni mpendavyo. Na hapa si kuwa Allah amekupa ruhusa, ni maneno ya vitishio. Fanya utakavyo wewe waona hivyo unavyofanya sawa, endelea hivyo hivyo, lakini jua kitu kimoja, kwa hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala anayaona yote hayo mnayoyafanya. Hakuna chochote kinachofichika asichokiona Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul A'raf akasema walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, na Allah ana majina mazuri kabisa, basi muombeni kwa hayo. Allah awaelekezeni mumuombe kwa majina yake matukufu, kama kwa mfano rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, watawassal kwa Allah kwa majina ya Allah matukufu. Pamoja na kwa hizi tawassul, kama kwa mfano hii ya kutawassal kwa Allah na majina mazuri yake imethubutu, huwaoni al-khurafiyun watu tariqa wakielekeza watu katika hili. Wao njia yao mmoja tu, shirki. Njia watu wa tariqa wa makhurafi au masufi hao walio Mombasa huko kwetu wapi, njia yao mmoja, njia yao ingia kwenye shirki bila kupitia watu wema. Wewe dua yako ikubaliwe. Allah asema lillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha, ni Allah anayezungumza maneno. Nyinyi mtuambie sijui mpaka upitie kwa kaburi la fulani, kaburi la fulani. Ya akhi, kaburi Allah yarhamu,
tena kama alikufa na itikadi kama yako tujui, pengine yuko motoni huko aliko. Kama itikadi yake ilikuwa kama yako ya shirk na alisimamishiwa hujja na akaikataa, wajuaje fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha? Wajuaje wewe? Allahu a'lam. Wenda tu yajiombea watu wajabu ajabu tu, uelewi wako wapi. Wewe muombee Allah msamehe, ikiwa alifanya hayo alikuwa hajui, amepewa udhuru kuwa ni jahil, basi muombee Allah msamaha, amsamehe kwa yale makosa aliyofanya. Lakini tena waelekeza watu wamshirikishe pamoja na Allah. Alhasil, turudi hapa, walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i. Insha Allah akasema, na waacheni wale wanaoharibu utakatifu wa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sayajzihim au sayujzauna ma kanu ya'malun, sayujzauna ma kanu ya'malun, hao watakujalipwa waliokuwa wakiyatenda. sayujzauna ma kanu ya'malun. Qala wal ilhadu fi asma'illah, kupinda na kupotosha katika majina ya Allah, huwa al-udulu biha wa bihaqa'iqiha wa ma'aniha 'anil haqqi thabit laha. Ni mtu kupinda, kuacha ule uhakika wa maana yake na ile haki iliyothubutu katika majina, ukapinda ukaiwacha. Wa huwa ma'khudhun min al-mail, kutokana neno al-mail, faminhu al-lahdu wa huwa ash-shaqq fi janib al-qabr alladhi qad mala 'an al-wasat. Na ndio maana lahd ikaitwa lahd, ile sehemu inaochimbwa katika kaburi mwanandani, ambayo iko kipembeni mwa ile kaburi, ikaitwa nini? Al-lahdu. Na huu ndio kaitwa mulhid, yani amepinda, amekaa kando na ile haki ilivyo. Wa minhu al-mulhidu fi ad-din al-ma'ilu 'an al-haqqi ila al-batil, aliyemili katika batil akaiwacha haki, huyo mulhid. Kisha hapa akaeleza tukio lilompata al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Naona wakati umesonga sana, kwa nia nisome na hii safha kisha tuingie huko mbele, lakini nafikiri tutasimamia hapo inshallah, kwa sababu sitaki nieleze kwa haraka haraka tu kwa ajili ya kumaliza, sababu hiki kisa cha Imam Malik ni msingi huu tutaubeba katika sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni msingi huu, ni qaida. Kwa hiyo muhimu watu kuielewa hii qaida ili iwasaidie katika kwenda katika majina yote au sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم.